mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. Che, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Bara 67(2). Mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yoyote, au ikiwa kwa mujibu wa sheria iliyotumika katika Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili, au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi 6 kwa muda unaozidi miezi 6 kwa kutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa kuambatana na utovu wa uaminifu, au ikiwa katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu umepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu na uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake, kuamini atakayo, kushirikiana na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. Ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa serikali au aina yote aliyowekewa miko maalum kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge na iwapo amekiuka miko hiyo. Ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikiwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yote, mtu huyo amezuiliwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge, alafu uchaguzi wa wabunge. Bara ya 67 ibara ndogo ya pili, mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuhakikisha jimbo la uchaguzi katika uchaguzi mkuu wowote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wowote ikiwa yeye ni rais. Na bunge limepewa madaraka ya kutunga sheria za kuongoza kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67 ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na kuwakilisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Maana kama mtu alichaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi. Ya 5, bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakaotajwa na bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka 5, ikiwa mtu huyo atapatikana na hatia mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakayotajwa katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa wabunge, makosa ambayo imetajwa na sheria hii. Kwa mujibu wa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yote alithibitishwa rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili. Kama mtu ana ugonjwa wa akili, na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa. Kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na tume ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi, na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waril Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waril Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994. Na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanywa kila aina ya mizengo na alifanywa kampeni ya ajabu, ikiwa pamoja na rais aliyekuwepo wakati wa Rais Ali Hassan Mwinyi, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema na wengine wengi, pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya kuendesha kampeni chafu dhidi ya Dr. Amani Waril Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya kugombea. Mahakama ya rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi.
ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini? Kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Sasa tunasema sisi kwamba tume kwanza, kanuni zilizotungwa hazijaanza kufanya kazi tu. Kanuni hizo vile vile hata kwa zenyewe, yani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeweza kwamba hicho kitu hakijafanyika, na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea. Na hapo mambo sasa, mtu Kailima anasimama akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Ni mwisho wa siku ni kwamba wapinzani wanakosea, CCM katu kamwe haikosei mbele ya tume na mbele ya msajili wa vyama vya nini vya siasa. Sasa hii si sawa. Msingi mkubwa wa demokrasia katika nchi yetu ni kuwa na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao, na wananchi waamue katika kura kwamba fulani na fulani, mgombea fulani ndio awe kiongozi wetu. Kila kura inayopigwa ihesabike, wagombea wote wawe katika uwanja ambao ni umelingana. Hiyo ndio imekuwa ni campaign ya Chadema ya no reforms no election, kwa sababu ya mparaganyiko mkubwa wa mfumo wa uchaguzi ambao tumeushuhudia tokea ule mwaka wa 94 ambao Jaji Nyalali na wenzake, Jaji Mkuu Nyalali na wenzake walitamka, tukategemea kwamba wenye masikio watasikia, hawajasikia. Na mnafahamu kuna kesi nyingine, hawa wenzetu wa CCM katika kesi ya ambayo inahusiana na masuala ya takrima, wa taasisi tatu zilikwenda mahakamani. Taasisi tatu zilikwenda mahakamani na kupinga kifungu ambacho kinaruhusu masuala ya takrima. Mahakama Kuu ikatamka kwamba kutoa zawadi, ziwe t-shirt, iwe kuwapa watu chakula, siku hizi kuna kufutarisha, kuna nini, yote ni nini? Ni matendo ya nini? Ya rushwa. Mmeona mambo yanaendelea hivi sasa. Mwezi uliopita wale ambao ni wabunge na wengine wanasema nini? Wanafutarisha kila maeneo, eti matendo ya ukarimu. Miaka yote walikuwa wapi? Lakini mahakama ya rufaa ilitamka kwamba swala yote ambayo yanahusiana na takrima ni kinyume cha katiba na inakiuka msingi mkubwa. Na mahakama ya rufaa, mahakama kuu ilivyotamka hivyo, nitaomba nisome kwa Kiingereza kwanza. Hii ni kesi ya mahakama kuu, lakini serikali ilisema kwamba haitaikatia rufaa, maana yake ilikubaliana uamuzi wa mahakama kuu. Kwa maana huu uamuzi ndio uamuzi wa mwisho kuhusiana masuala ya kutoa zawadi, kufanya matendo ambayo ya kuwapatia watu t-shirt na kila kitu. Mahakama Kuu ilisema hivi: as correctly submitted by the advocates for the petitioners, the enactment of the takrima provisions is a very dangerous approach in the whole process of conducting elections. It amounts to building a culture which, if sustained, will lead this nation to a bad destination. People should get the opportunity to think freely and decide freely and should not be subjected to influences of takrima.
they should also be left to learn that it is their responsibility or duty to elect competent candidates and not those who are able to influence voting by offering takrima. Naomba tafsiri. Mahakama Kuu ilitamka ifuatayo. Kama ilivyosemwa na wakili waleta maombi, kuingizwa kifungu cha takrima ni hatua ya hatari sana katika mchakato mzima wa uchaguzi. Ni sawa na kujenga utamaduni ambao kama ukiachwa utasababisha taifa hili kufika katika hatima mbaya. Watu lazima waachwe kuweza kufikiria kwa uhuru na kudecide na kuamua kwa uhuru, na wasiwe wasisababishwe kufikiria kutokana nini kwa njia za wasishawishiwe na masuala ya takrima. Lazima waachwe kujifunza utamaduni huo, unaoelewe kwamba ni jukumu lao kuchagua viongozi wanaostahili na wenye uwezo kwa maana kwamba nini, wanaostahili kushika nini hizo nafasi, na sio wale ambao wanaweza kuwashawishi kwa vishawishi vya nini, vya takrima, zawadi na kila vitu vya namna hii. Hapo ndipo tulipo. Mmeona takrima zinaendelea. Ujawahi kusikia tume ya uchaguzi inasema takrima ni haramu? Mfumo mzima saa hizi mwenye pesa ana uhakika kufanya nini? Kuchaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa nchi yetu, kwa kiongozi, kwa mbunge wetu. Yote haya ndio ambayo Chadema inasema hatuwezi kuwa na mfumo ambao umeshavurugwa namna hii. Mnaona katika kesi hii ya Dr. ndio Magadi inategemea nini? Nani ameamua kama utangazo kama nani kashinda? Ndivyo ilivyo. Huo ndio ukweli wenyewe. Sasa hizi ni kwamba haijalishi wewe umeshinda, kura zako utapigiwa, kama utapata bahati ya kuhesabiwa bado zitageuzwa. Ni sehemu chache ambazo wapinzani walifanikiwa kuzuia ile miaka ya nyuma, wakatangazwa kwa mbinde. Wasisehemu dakika hiyo. Kuna sehemu nyingine wametangaziwa hapo kama mpinzani kashinda, baadaye naenda inageuzwa kwa kwingine. Juzi mwenyekiti wetu alipokuwa Nkasi, kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji kashinda, mpaka leo hajatangazwa. Na hilo wala aliwaibishi CCM na waziri Mchengero. Aliwatii simanzi, aliwafanya kwamba waone haya na soni. Maana yake huenda kiwango cha haya na soni tumekwisha nchi. Tunafanya lolote lile. Ni kama tunamsema kabila moja anavyosema, yale mambo ambayo uchawi uyatenda kwenye makaburi. Ni mambo ambayo kwa kweli hatuwezi kuyakubali. Tunataka mfumo huru na wa haki wa uchaguzi, na mfumo huu unapatikana kwa mabadiliko makubwa. Mfumo uliopo huu umeonekana kwamba unakipendelea Chama cha Mapinduzi na si wa haki. Haiwezekani. Kwa mfano wale wacheza karata, kama mnafahamu, mtu anasema kwamba hivi tutachanga karata, lakini dume, jike, mizungu yote, ng'anda sita zote za nini ni za kwangu, hizo tuchanga zile nyingine zifanye nini zobaki. Yeye amechukua madume, amechukua madume, amechukua jike, amechukua mzungu wa 4 wa 3 wa pili, si ndio? Yote ameweka na ng'anda sita fanya nini amechukua. Hapo anasema tuanze fanya nini kushindana. Au kama mfano wao ueleweki, mtu anasema tutacheza mpira pamoja, lakini wewe unatakiwa nikufunge miguu, sawa sawa, utembee miguu yako imefungwa na mikono, sawa sawa, ndio tucheze mpira. Alafu akifunga anashangilia kama zuzu kwamba kwa nini kakushinda. Manake anapima uwezo wako wa akili, ujue kwamba upumbavu wako ni kiasi gani. Maana si ujinga, kila mtu ni mjinga, kwa kitu asichokifahamu ni mjinga, lakini anapima kama wewe ni mpumbavu. Chadema imekataa kuitwa wapumbavu. Mfumo huo uchaguzi kwa kushiriki jinsi ulivyo ni kubali kwamba uendelee kuonewa. Mwaka 67 wakati wa serikali ya 5 Azimio la Arusha sema tumeonewa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumenyanyaswa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu ulifanya tuonewe, tupuuzwe na tunyanyaswe, ndio? Sasa tunataka mapinduzi ili tusionewe tena, tusinyanyaswe tena na tusipuuzwe tena. Hizi kauli sio mpya katika nchi hii.
Aliyasema haya Mwalimu Nyerere, watu wakaandamana. Chadema inasema hivi, mfumo huu wa uchaguzi unasababisha uchaguzi uporwe, uchaguzi uharibiwe, rasilimali za nchi zinazotumika kuongoza uchaguzi zitapanywe. Na kama mnavyofahamu ndugu zangu, kama uchaguzi unatumia fedha nyingi sana za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge linatoa hizo fedha, zao lake ni nini? Natakiwa upate viongozi ambao ni wamechaguliwa na wananchi. Lakini unapokuwa na mfumo ambao viongozi wachaguliwa na wananchi kwa ujanja fulani, kwa kuweka watu wao ambao wanafanya nini, wanawafahamu, unatuma ya uchaguzi. Kwa mfano, mmoja wao wa wajumbe yule mzee Mapuli alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Hiyo ndio tume yako ya uchaguzi. Sitaki wazungumzia hao wengine, nendeni mkaangalie wasifa wao. Wengine walikuwa Ikulu, sasa hizi ndio viongozi wa tume. Uhusiano wao ukoje na Chama cha Mapinduzi? Jitihada za kurekebisha mfumo huu zimeshindikana. Watu walikwenda mwaka 2015 na kusema twende wapi? Wananchi walisio kulinda kura zao. Ile kesi ya vita 200 kama mnaikumbuka. Bahati mbaya waamuzi wa upande wetu wakasema, wewe ukishapiga kura nenda kalale nyumbani, ili wakuibie vizuri. Sawa. Tukaenda mahakamani, kesi ya dhidi ya wakurugenzi. Baadaye wanini wanasema wanaweza kukalinda. Wao wanasemaje kwamba wakurugenzi waendelee kusimamia uchaguzi. Mahakama ya Rufaa ilisema hivi. Ni uamuzi ambao unafikirisha sana. Auendani na kesi yake ya kwanza ya mwaka 94. Tukauacha hivyo ulivyo. Tokana na kwamba jitihada za kwenda mahakamani na kurekebisha haya yote zimeshindikana. Ndio maana kama ambavyo mahakama ya Rufaa vile vile ilisema katika kesi ya Mtikila ile ya pili kwamba swala la mgombea binafsi ni swala la nini? La kisiasa. Ndiyo maana kurekebisha mfumo wa uchaguzi ni swala la nini? La kisiasa. Tunataka hilo lieleweke kwamba wanasiasa wakutane katika umoja wao, waweze kuja na mapendekezo ya sheria za uchaguzi. Katiba lazima ibadilishwe ili kuweka msingi imara wa kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Nilikuwa nawasomea hivi ibara ile ya 27. Ibara ya 27, ibara ndogo ya pili nasema hivi: kila mtu anatakiwa na sheria. Watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi na ya pamoja, piga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Aina zote za nini? Za uharibifu na ubadhirifu, na kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa lao. Kufanya uchaguzi wakati mfumo wake wa uchaguzi ni wa hovyo, ni unasababisha kwamba chama kimoja ndicho tu ambacho kishinde, sio kwamba kinapendwa na wananchi, bali kimefanya nini? Kimetengenezea namna ya kuweza kushinda na kubakia madarakani. Na mkumbuke vile vile kama alivyosema alikuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali kwamba tutatumia dola kubaki na dola, na kauli hiyo haijawahi kufutwa mpaka leo. Tunasema kama Chadema kwamba huu ni ubadhirifu wa mali za umma. Uchaguzi ambao unaendeshwa na unalenga kutumia rasilimali za nchi na kuyasigina mapenzi ya wananchi, matakwa ya wananchi au maamuzi ya wananchi, huo ni ubadhirifu mkubwa wa rasilimali za nchi. Na kikubwa zaidi, kuna kesi za uhaini zinatajwa. Mwenyekiti wetu amefungua kesi ya uhaini, hiyo iko mahakamani, tutapambana nayo kwa wakati wake. Tunasema hivi: yeyote yule ambaye anapoka, anasigina au anachezea haki ya mwananchi kuchagua kiongozi wake, na ambaye anaiba, anasababisha kuibiwa kwa kura, anatenda uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na adhabu yake yeye ndiye anayestahili kunyongwa. Kusigina na kupoka madaraka ya wananchi ni uhaini. Mfumo tulionao kwa kweli kwa hivi sasa unaweza kusema kwamba unafikia huko. Sasa kwa sababu ni swala la kisiasa, ndio maana Chadema imekuja na no reforms, no elections. So ili kwamba tuweze kuweka mfumo mzuri, wananchi wachague viongozi wao wanaowataka,
na baada ya hapo waweze kufanya nini? Kujiongoza. Kama watakaochaguliwa, kwa mfano Chadema imechaguliwa na ikashindwa kuongoza nchi hii, Watanzania watakuwa na haki ya kuifukuza kutoka madarakani na wakaweka wengine ambao wataona wanafaa, lakini huo msingi lazima uheshimiwe. CCM wenzetu hawaamini katika hilo, wao wanaamini mpaka Yesu atakaporudi. Sasa hapo unashindana na mtu gani? Hata unazungumza na mtu wa aina gani mwenye mtazamo huo? Je, mtu ana nia njema na nchi hii? Ndio maana tukaja kwa Tanzania kwamba njia pekee ni kuwafuata Tanzania, kwa sababu nchi hii ni ya kwao, waweze kufanya maamuzi magumu na sahihi ya kulazimisha kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tupate sheria nzuri. Kama CCM wakishinda katika mfumo huo, Chadema itakuwa ya kwanza kuwapa mkono na kuambia hongera, ilikuwa mpambano mzuri, mmeshinda, endelee kutuongoza. Lakini na wao tunawataka watuambie kama wanaamini katika hilo kwa moyo wa dhati, kwamba wanaamini katika mfumo huo, kwamba anayeshinda ndiye atakayetangazwa huko, ambaye anatakiwa atangazwe, na kwamba kura ya mtu isiibiwe mfumo mzima. Na sasa hivi tunafahamu kuna namna hata ya kuhesabu kura, mfumo mzima wa kuhesabu kura kwa njia za nini, za kompyuta. Je, ule mfumo unaaminika? Je, nikibonyeza moja inasomeka moja kura, au kumbe unaweza kuwa inasomeka 10 au kura zinabadilishwa? Lazima vyama viwe na uwezo wa kuangalia mfumo mzima wa upigaji wa kura, sio maigizo tu hapa mbele. Mambo yanayofanyika kule jikoni ni yapi? Chakula gani kinapikwa? Viungo gani vinawekwa? Sio kuja kutudanganya hapa mbele wakati mambo mengine afu anasema mabwege mtozeni, umeingiza chaka. Hatuwezi kuendelea kuitwa huko mabwege mtozeni. Ndio maana tunasema kwamba lazima mfumo huu ubadilishwe. Kwa hiyo mwisho wa siku nasema kwamba alichokisema mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni makosa makubwa, yamekiuka sheria ya nchi, yamekiuka katiba ya nchi, na yamekiuka hata kanuni za zenyewe hizo ambazo hazijaanza kufanya kazi mpaka hivi leo. Mtu anabanajwe na katiba na kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi. Ndugu elimu, tafadhali naomba ujitazame mara mbili, kasome kifungu cha 1.5 cha hizo kanuni, na kasome kifungu cha 1.3 na hizo kanuni, uone usahihi wa maneno yako, na muulize Jaji Mwambegele na Jaji Mbaruku na Jaji Asina kama hayo unayosema ni sahihi, kama kweli tamla zao za sheria wanaziheshimu. Asanteni sana.